Miamba miwili ya soka nchini Tanzania, Yanga na Simba, leo itashuka dimbani katika mchezo wa fainali ya Muungano visiwani Zanzibar, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 2:15 usiku katika dimba la New Amani Complex. Wawili hawa wanakutana leo katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Baada ya hapo baadaye itakuwa ni Mei 3 watakutana katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Tutazame mechi 4 ambazo ni fainali. Simba na Yanga walikutana pale visiwani Zanzibar. Tujikite tuziangalie hizo ambazo pia zinaweza zikawa zinatengeneza taswira kuelekea fainali ya leo. Kama ambavyo unaweza ukaona hapo, fainali 4 za Simba na Yanga visiwani Zanzibar. Ilikuwepo game ambayo ilichezwa mwaka 75, mwaka 1975, Yanga ikishinda 2-0. Ilikuwa ni fainali ya Kagame Cup. Lakini pia mwaka 1992 mchezo ulimalizika kwa sare ya bao 1-1, lakini kwa mikwaju ya penalty Simba akatoa ubingwa wa Kagame Cup. Mchezo mwingine wa fainali ilikuwa 2011 na ulikuwa ni mchezo wa Kombe la Mapinduzi. Simba walishinda mabao 2-0, lakini fainali ya mwisho ilikuwa 2021 ikaisha suluhu na Yanga akatoa ubingwa wa Mapinduzi Cup kwa mikwaju 4-3 ya penalty. Tuanzie hapa katika rekodi hizo ambazo zinaonekana kwenye hii graphic. Mimi na uhakika hapa wote hizo finali 2 za juu ndo msitazama. Ndo sawa, inawezekana yote, lakini sasa picha ambayo finali 2 za juu una uhakika unaweza kuwa umezitazama, zinaweza zikawa zinatengeneza image ya finali ambazo hukuziona pia. Lakini kutokea hapo kwenye hii rekodi ya hizo finali 4 tunapata picha gani kuelekea dakika 90 za finali ya leo, Adrian? Kwanza inatoa taswira ya kwamba ni finali ngumu, kwa sababu ukitazama records ya hii michezo 4 ya mwisho unaona ni michezo miwili pekee ambayo imalizika ndani ya dakika 90, kwa Yanga kushinda 1975 na Simba kushinda 2011. Kama alivyosema Lili, hii michezo miwili ya kwanza 2011 na 2021 ndio tulipata nafasi ya kuitazama kupitia macho yetu, lakini hii mingine miwili ya 92 na 75 ninaweza kusema ni ngumu kwetu sisi wote watatu hapa. Lakini kutazama kwa taswira ya matokeo, mimi nimepitia kwenye platforms hapa. Sawa. Na hata sisi tumepitia, ndio maana ipo hapa. Sawa. Yaani kutazama live. Lakini ukiangalia kwa maana hayo matokeo inakupa picha moja kwa moja kwamba kila timu ina nafasi ya kupata matokeo ya ushindi katika mchezo wa leo, lakini pia kutokana na hiki ambacho tumeziona na hizi rekodi ambazo tumeziona hapa. Lakini taswira nyingine ambayo inakujia ni kwamba ni mchezo mgumu unapokutana na timu hizi mbili. Kwa kurejea mfano wa haraka ni mchezo wa mwisho ambao ulichezwa wa ligi kuu ya NBC ambao ulimalizika kwa suluhu. Kwa hiyo unaona ni timu mbili ambazo zikikutana kunakuwa na ushindani mkubwa na obvious, kwa sababu ni derby, tunakutana na timu mbili ambazo wachezaji wake ni top players kwenye kila nafasi. Kwa hiyo unaona ni ushindani ambavyo jinsi gani unakuwa. Lakini kwa hii michezo 4 ambayo tunataka kuitazama hapo, unaona ni kwamba ni tutegemea ushindani. Yaani taswira ya haraka na kutegemea ushindani katika huu mchezo wa leo. Huenda mchezo kumalizika ndani ya dakika 90 au kumalizika kwa mikwaju ya penalty kama tulivyoona katika michezo miwili hapo. Kwa mchezo wa tuliona 2011 chana 2011 ambao ulimalizika kwa Simba kushinda 2-0. Kuna mchezo wa 2021 ambao ulimalizika kwa mikwaju ya penalty, lakini pia hata wa 1992. Kwa hiyo hayo matokeo yote tunaweza tukashuhudia kutokana na namna timu mbili ambazo jinsi ambavyo tutaingia. Lakini kitu ambacho kinaufanya mchezo huu uwe katika mtego ni kwamba baada ya siku chache tunaenda kushuhudia dabi nyingine. Kwa hiyo ni mchezo ambao utachezwa, of course ni finali, kila timu itahitaji kuondoka na kiasi cha fedha cha milioni 150 ambacho kimetengwa, lakini pia kila timu itataka kuondoka na heshima ya kuibuka mshindi katika dabi. Kwa hiyo tutaenda kushuhudia mchezo mzuri, na ukitazama michezo yao nusu finali kwa kila timu, Yanga walicheza na Azam FC, tulishuhudia mchezo mzuri sana, lakini pia Simba walicheza na Mlandege, pia tulishuhudia mchezo mzuri sana. Simba walipata ushindani kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili wakatumia ukubwa wao, wakatumia uzoefu wao, wakatumia ubora wao
wa wachezaji wengi na tukapata mchezo mzuri sana. Kwa hiyo kwa mchezo huu wa finali pia tutegemee the same ambacho tulichokiona katika mchezo ya nusu finali kwa timu zote mbili. Kwa hiyo kwangu mimi sina mashaka kwamba tutaenda kushuhudia mchezo ambao si mzuri sana. Hapana, tutaenda kushuhudia mchezo ambao ushindani mkubwa, makocha wote watafunguka kwa maana ya kwamba kuhitaji ushindi na kulinda heshima ya dabi kwa kila timu. Lilian, ukiachilia mbali mchezo wa mwisho wa ligi kuu ambao ulichezwa pale visiwani Zanzibar, Young Africans wakiwa ndio wenyeji, hata leo na hadhi ya wenyeji kwenye fainali. Lakini fainali ya Mapinduzi Cup ambayo mara ya mwisho walikutana fainali ya 2021, dakika 90 zilienda bila. Ni mikwaju ya penalty iliamua kwamba Yanga ndiye awe bingwa. Nini ambacho unakiona? Hiyo mwaka robo nakumbuka penalty ya mwisho wa Yanga anafunga Saidon Tibazonkiza. Saidon Wazonkiza. Hiyo inaakisi nini kuelekea fainali leo? Sio mechi ya kukosa. Ni mechi ambayo inahitaji discipline ya hali ya juu, kwa sababu ukienda katika quality ya wachezaji ambao wanakutana katika mchezo huu wa leo hawapishani sana. Yes. Ni moja ya cream bora sana katika ligi yetu. Kwa nini nasema ni cream bora? Ukienda katika miaka 10, zaidi ya 10 na hizi ni timu mbili ambazo zimekuwa zikipishana nani anakuwa bingwa, nani anashika nafasi ya pili au ya tatu. Maana yake zile top 4 teams mara zote utawakuta Simba na Yanga. Kuna sehemu ambao wametengeneza ugumu, au kuna sehemu wametengeneza timu zao kwa moja timu tishio sana. Hata ukienda katika upande wa kushiriki katika michuano ya kimataifa, mara nyingi kila msimu utazikuta Simba na Yanga, kwa sababu ya kile ambacho tunasema kwamba ni timu ambazo zina uwezo mkubwa wa kusajili. Ukienda katika wachezaji ambao wako katika kila kikosi, inaonyesha namna gani ambavyo ni mechi inahitaji nidhamu ya hali ya juu ya kiwanja ili kuondoka na ushindi. Unaitazamia Simba kwa miaka hivi karibuni haijapata matokeo ya ushindi dhidi ya opponent wake Young Africans. Yes. Wamepata sare, ila wao wanachohitaji kwa maana ya kwanza ni ushindi. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo mchezo huu ni mgumu. Siku zote unapokutana na opponent wako alafu akawa ni mtu ambaye anapata matokeo chanya mbele yako, lazima kuna nyakati ambapo na wewe pia unatamani kuendelea kupata matokeo chanya mbele yake. Mfano mzuri msimu uliopita tumeona kwenye El Clasico. Wamekutana takriban mara 5 la season. Na zote Barcelona amepata ushindi. Msimu huu baada ya Real Madrid kupata ushindi dhidi ya Barcelona, uliona namna gani ambavyo uwanjani watu walifurahi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mechi ambayo inakutanisha sio tu watani ya jadi, ila ni timu mbili ambazo kila mmoja anafahamu kabisa mimi ni mkubwa sehemu hii, mimi ni mkubwa sehemu hii. Alafu ni mechi ya pili ambayo wanakutana within a short period of time. Unakumbuka kwamba kuna mechi ambayo ni tarehe 3. Kwa Evan anatazama kwamba hii ni mechi ambayo nikifanya blunders inawezekana ikatengeneza changamoto kwenye mechi ya tarehe 3. Maana yake nini? Unajua inapokuwa mechi ya dabi kwamba any chaos inawezekana ikawa ni sababu ya kutokufanya bora mechi ya pili. Kwa mimi sitashangaa mechi ikaamuliwa kwa mkwaju wa penalty. A lot of caution, kwamba kila mmoja atakuwa anajaribu kutokuruhusu goli la mapema, kila mmoja atakuwa anajaribu kujilinda zaidi ili kupunguza ile caution ya kuelekea mechi ya tarehe 3. Unajua ukipoteza mechi ya tarehe 29 mbele ya mtani wako, alafu tarehe 3 unacheza naye, kuna ile hali tunasema tension. Alafu tukumbuke, mimi napenda kunukuu kauli ambayo aliwahi kusema Johan Cruyff kwamba mpira miguu unachezwa kichwani, miguu ni kitendea kazi. Sasa kuna wakati ambapo kichwa kiko disturbed, kuna namna ambapo kurudisha kwa muda mfupi ni ngumu sana. Yaani ile ndio maana hata mtu ambaye anaenda kufanya anafanya counseling, hawezi kufanya counseling siku 3 akawa sawa kichwani. Sasa lazima kila mmoja atakuwa na caution. Inawezekana ni mechi ambayo itakuwa ni mechi ambayo itakuwa na utulivu mwingi sana katika eneo la kiwanja. Siamini katika zile knocks, kwa sababu kila mmoja anatamani kujiweka fit kuelekea mechi inayofuata. Anafahamu kabisa kama nikipata injury yote kwenye mechi hii nakosa mechi ya tarehe 3. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina ugumu wake na ni mechi ambayo kila mmoja anaisubiria kwa hamu kuja kutazama dakika 90 zitamwani. Na mwaka robo ni kuongezea kitu hapo ambacho nimekiona kwenye michezo miwili ya timu zote mbili ambazo wamecheza. Nikianza kwa Yanga mchezo wa kwanza walicheza na Mwembe Makumbi ambao walishinda mabao 4. Yanga kwenye michezo yao miwili wa robo finali na nusu finali ambao wamecheza, katika dakika 15 za kwanza ni dakika ambazo wanazitumia wao kufunga magoli.
Tazama mchezo wa kwanza dhidi ya Mwembe Makumbi, Prince Dube alifunga goli ndani ya dakika 15 za kwanza. Mchezo wa pili dhidi ya Azam FC, Prince Dube pia alifunga goli katika hizo dakika 15 za kwanza. Inatoa taswira gani? Kocha kocha wa Yanga Pedro ni kocha ambaye anataka kumaliza mchezo mapema, kwa sababu ukirejea katika mchezo dhidi ya Azam, kama sio kipindi cha kwanza kutumia nafasi ambazo walizitengeneza na kupata ushindi wa magoli mawili, kipindi cha pili kilibadilika na kilikuwa kigumu au kilibalance kwa timu zote mbili. Tulishuhudia Azam wakipeleka mashambulizi mengi sana. Kwa hiyo ni caution au ni tahadhari ambayo Simba wanatakiwa kuwa nayo katika huu mchezo wa leo, kwamba Yanga ni hatari zaidi katika dakika 15 30 za kwanza kuhakikisha wanakupa pressure mpinzani na kuweza kufunga magoli ambayo baada ya hapo wao wanakuwa na relax na ku retain possession. Yaani wanacheza mpira wakati huo wakikuwa wamekishakupa wewe pressure, na ukishaku react kwa haraka wanaweza kukufunga zaidi ya hapo. Kwa hiyo kwenye zile dakika 15 za kwanza au 30 au dakika 45 za kwanza, yani anagawa katika phase 3. Akisipo kufunga katika dakika 15 za kwanza, hata kwenye 15 za pili maana yake itakuwa 30 au 45. Yani ukiweza kumaintain katika hilo, basi unaweza ukamfikirisha kocha wa Yanga Pedro kwamba hawa jamaa wamefanikiwa kunizuia katika dakika ambazo yeye anapata magoli mengi katika dakika 45 za kwanza. Plan B atakuja kufikiria kuja na plan B. Lakini Simba ukitazama michezo yote miwili wamefunga magoli katika kipindi cha pili. Mchezo wa kwanza ambao walicheza walifunga goli moja la Selemani Mwalimu kipindi cha pili. Mchezo wa pili ambao walicheza pia na Mlandege walifunga magoli yote matatu kipindi cha pili ya dakika 60 Kwa hiyo unaona ni timu mbili ambazo zina approach zinazotofautiana kwa timu zote mbili. Simba anaingia kipindi cha kwanza kwa sababu ukiangalia katika mchezo dhidi ya waliocheza wa kwanza ambao walishinda goli 1-0. Ukija kuangalia mchezo wa pili walishinda magoli 3-0. Kikosi ambacho kilianza katika kipindi cha kwanza na kikosi ambacho kiliingia kipindi cha pili kwa Simba ni vikosi viwili tofauti. Kinatoa tafsiri gani? Kwamba Steve Barker anatumia dakika 45 za kwanza kumsoma mpinzani au kumchosha mpinzani wake kabla ya kuja execute mchezo, yani kuja kuumaliza mchezo kwenye kipindi cha pili. Ndio maana unaona kipindi cha pili anafanya subs ambazo zinakuwa hatari kwa mpinzani na mwisho wa siku wanafunga magoli kirahisi. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zinaingia zina approach zinazotofautiana. Yanga ni hatari zaidi kwenye kipindi cha kwanza ambapo wanataka kumaliza mchezo mapema, lakini Simba wao kipindi cha pili ndio wanakitumia zaidi kwenye kufunga mabao. Nimetumia michezo yao miwili yani nimezitazama mechi zao mbili za muungano, nimekuja na hiyo picha ya moja kwa moja kwa timu hizi mbili. Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo tutegemee nini sasa? Tutegemee Simba wabadilike, kwa maana ya kwamba ni mchezo wa dabi. Yani sitegemei kuona kwamba sasa zile silaha zake ambazo anaziingiza kipindi cha pili zisianze kwenye mchezo wa leo. Tushuhudie Simba wakiweka full mkoko inasema, au kikosi chao chote bora cha kwanza. The same kwa Yanga. Kwa hiyo tutaenda kushuhudia mchezo ambao timu zote mbili zitakuwa na squad zao ambazo hatari na zinazowapa matokeo kwenye huu mchezo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni mchezo mwingine ambao kila timu itaingia kuhakikisha inapata kile ambacho wanakihitaji, lakini kikubwa ni kulinda heshima, lakini kuondoka na huo ushindi. Bingwa mtetezi, kwa sababu Yanga ni bingwa mtetezi. Msimu uliopita alishinda yeye ile taji, walishinda goli 1-0. Walicheza na JKU, walishinda goli 1-0, goli alifunga Maxim pia Zingeli. Kwa hiyo kwenye mchezo huu Yanga anaingia kama bingwa mtetezi, anataka kutetea taji lake. Simba tayari naye ashashinda hili taji, kwa hiyo anataka kulishinda kwa mara nyingine. Kwa hiyo unaona ni mchezo ambao kuna heshima ndani yake ambao anataka kuwekwa, kuna kutaka kuendelea kushinda hili taji kwa timu zote mbili, lakini pia kuna huu mchezo pia unatumika kama kutengeneza mentality ya timu kuelekea katika mchezo mwingine ambao unakuja siku chache zijazo kati ya hizi timu mbili, kwa sababu ikitokea timu moja kati ya hizi mbili yani performance matokeo hayajakuwa mazuri kwa upande wao,
obvious kuna mentality. Unajua dabi, mentality ya wachezaji, mentality ya kocha inaweza kubadilika kuelekea katika mchezo unaofuata. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao umebeba vitu vingi sana, yani umebeba taswira ya timu husika kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ambao utachezwa siku chache zijazo kutokea huu mchezo wa leo. Ni kuhusu mchezo wa fainali ya kombe la Muungano ambao utazikutanisha Yanga na Simba, mchezo ambao utapigwa kuanzia majira ya saa 2:15 usiku na utachezwa katika uwanja wa New Aman Complex. Na tutazame orodha ya wafungaji kwa timu zote hizi mbili, tukianza na Young Africans mpaka kufikia hatua ambayo wamefikia. Kwa upande wa Young Africans, kinara ni Prince Dube akiwa na mabao 3, lakini pia kuna Shakan Ameisi na bao 1 sana, Max Nzengeli pamoja na Frank Asinki. Ndivyo ambavyo wanakwenda Young Africans kwenye mchezo wa fainali kwa takwimu hizo. Lakini pia tunaweza kutazama kwa upande wa orodha ya wafungaji wa Simba. Tutakuja kutazama yote, lakini tutazame pia wa Simba ambao wanakwenda kwenye hii fainali na wao wakiwa na namba hizi kwenye orodha ya wafungaji. Selemani Mwalimu ana mabao 2, lakini Anise Ura na Nio Maema wana bao 1 kila mmoja. Hiyo ni katika eneo la ufungaji. Tuanze na Young Africans. Namba nyingi za mabao zinaonekana ziko upande wao. Wana idadi kubwa ya wachezaji ambao wamefanikiwa kuona lango la mpinzani. Prince Dube mara 3, lakini Shakan, Max Nzengeli, Frank Asinki kila mmoja ana bao 1. Ni idadi tofauti hata ya wafungaji kilinganisha na Simba. Hii inamaanisha nini wanapoelekea mchezo huu wa fainali kwa upande wa Young Africans? Prince Dube magoli 3, Shakan, Max, Frank bao 1 kila mmoja. Magoli 6 ndani ya mechi 2, so ni kitu ambacho lazima wastani na magoli 3 kwenye kila mchezo. Yes, wastani magoli 3 katika kila mchezo ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwao. Na pia unamwangalia Prince Dube ambaye ametoka katika majeruhi. Tukumbuke kwamba hapa nyuma kuna mechi nyingi sana za Young Africans ambazo alizikosa kwa sababu ya injury. Amerejea katika mechi dhidi ya Mbeya City na baada ya kurejea ameenda katika michuano ya Muungano, anaendelea kile ambacho anazidi ukifanya bora. Unapomzungumzia Dube, ni mmoja wa washambuliaji ambao tangu amekuja katika ligi yetu, kuna muda unawezekana ukawa unapitia changamoto, zipo hata katika maisha. Unajua kuna kauli moja ya kimpira anasema class is permanent, form is temporary. Kuna muda ambapo form inawezekana ikayumba kiasi, ila class yako itabaki kwa pale pale. Dube anaendelea kufanya kile ambacho anakiweza sana. Unaenda katika msimamo wa wafungaji bora katika ligi kuu soka Tanzania bara, utamwona Dube akiwa na goli 8. Unaenda katika msimamo wa Muungano, unamwona Dube akiwa na goli 3. Kwa kuna namna ambavyo amejitengenezea katika uwezo wa kufunga. Kwa nini anapata hiyo nafasi? Ni mshambuliaji ambaye hutamkuta sana kwenye eneo la 18, ila ni mshambuliaji ambaye run zake zimekuwa weapon kubwa sana kwake. Tazama hii movement ambayo alifanya katika goli la kwanza dhidi ya Azam. Alikuwa katika eneo la katikati, akati mpira unatoka kwa Duke Abuya unaenda kwa Alan Okello. Kwa ni mtu ambaye anajua namna gani kujiposition katika eneo sahihi. Na faida nyingine, ukitazama namna ambavyo magoli ya Young Africans yalivyogawanywa, unaangalia kwamba kuna goli limefungwa na eneo la ulinzi Frank Asinki. Kuna goli ambalo limefungwa na wachezaji wawili wa katikati. Viungo wawili. Kiungo mmoja chini na juu, yani wanake Shehana Miss pamoja na Max Nzengeli. Kwa ni magoli ambayo yamegawanyika katika kila mmoja anaonesha kile alichokuwa nacho. Na pia katika wafungaji unakumbuka kwamba kwenye fainali ya mwisho ya Muungano alikuwepo Max Nzengeli ambaye alifunga goli. Na katika hii michuano hadi hivi sasa Max Nzengeli na yeye amefunga goli 1 katika magoli 6 ambayo Young Africans amefunga. Kwa hiyo inawezekana ni ubora tu, muendelezo wa ubora ambao Young Africans wako nao katika kufumania nyavu. Hadi hivi sasa wana magoli 30 plus katika ligi kuu soka Tanzania bara, wakifunga average ya magoli 3 katika kila mchezo kwenye ligi, kwa sababu ya idadi ambayo wamefunga magoli 2 kama sio 3. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo eneo lao la ushambuliaji inawezekana liko katika prime nzuri au liko katika kiwango bora. Kwa sababu gani? Cha kwanza, aina maingizo ambayo ameyaleta kwenye dirisha dogo, na pia kuendelea kuwepo na wachezaji wengi ambao walikuwepo nao msimu uliopita katika eneo lao la ushambuliaji. Hadi hivi sasa wachezaji ambao walikuwepo katika eneo la ushambuliaji Young Africans ambao hawapo ni mchezaji mmoja tu ambaye ni Aziz Ki ambaye aliondoka mwanzo wa msimu. Ila ameenda kuongeza Alan Okello ambaye kama utapata nafasi ya kuangalia katika
nini assist katika michuano ya Muungano. Yes. Okello ametoa assist ya magoli 2 katika yale magoli 6. Na yote alifunga Dube nafikiri. Umeona sasa kwamba katika hayo magoli 6 kuna mtu pia amechangia magoli 2 kwenye kwa assist. Alafu kuna mtu kwenye hayo magoli 6 amefunga magoli 3. Maana yake katika eneo lake la ushambuliaji kwanza kuna maelewano mazuri, pili kuna matumizi bora ya nafasi, tatu kuna watu ambao wameonyesha wako clinical katika kila jambo ambalo wanalifanya kiwanjani, kwa sababu hawafanyi tu katika michuano ya Mapinduzi, hata kwenye ligi kuu hichi kinachofanyika Mapinduzi kinafanyika pia kwenye ligi kuu katika kosti ya Young Africans. Adrian, Young Africans mabao 6 kwenye mechi 3. Lakini wao Simba kwenye mechi 2, lakini wao Simba kwenye mechi 2 wanakwenda na mabao 4 na kinara akiwa ni Selemani Mwalimu, lakini Alise Ura na Neo Gift Maema wao wamefunga bao 1-1. Kwa maana hiki ndicho kilichopatikana katika namna ambao wanatengeneza mashambulizi ya Simba. Wanakwenda kucheza na Young Africans ambao ndani yake imetengeneza mabao 6 kwenye mechi 2. Huu mzani umekaaje? Unaona Simba wanaingia vipi kwenye huu mchezo katika swala zima la kutengeneza nafasi na kuzifanya kuwa mabao, pengine kawapa ushindi ama vyovyote ambavyo inaweza kuwa? Nafikiri ni moja ya changamoto ambayo Simba wapo nayo kwenye huu msimu. Yaani changamoto ya matumizi ya nafasi wanazozitengeneza. Ukitazama katika hii michezo miwili ambayo wamecheza, ukiachana ya ligi kuu NBC, kwenye hii michezo miwili ambayo wamecheza, Simba wametengeneza nafasi nyingi. Katika dakika 45 ambazo nilikuwa nazungumzia Simba hawajapata goli au hawajafunga goli, ni dakika 45 ambazo walikuwa wanatengeneza nafasi pia. Lakini conversion rate yake, kwa maana kuzigeuza zile nafasi kuwa magoli, ni ndogo sana. Kwa hiyo nini ambacho wanatakiwa kufanya Simba ni kuongeza ufanisi mbele ya lango la mpinzani. Ndio kitu ambacho wanatakiwa kufanya, kwa sababu nafasi wanatengeneza, kina Neo Maema wanatengeneza nafasi, kina Chama wanatengeneza nafasi, Aniset Aura wanatengeneza nafasi, lakini matumizi ya hizo nafasi ambazo zinatengenezwa ndio changamoto. Rejea katika mchezo uliopita ambao walicheza na Mlandege, Eli Mpanzo alipata nafasi zaidi ya moja katika mchezo ule uliopita, lakini kwenye matumizi yake hayakuwa sahihi. Kwa hiyo unapoingia katika mchezo mkubwa kama huu, usitegemee utapata nafasi 4, 5 clear chances. Kwa hiyo unaweza kupata same chance, yani nusu nafasi. Unatakiwa huwe hatari kwenye kuzitumia hizo nafasi ambazo unazipata. Tunazungumzia Selemani Mwalimu ambaye ndio top scorer wa Simba kwenye ligi ana magoli, kwenye ligi ana magoli 6 kama sijakosea. Magoli 6. Ana magoli 6. Huku tayari amefunga magoli 2. Yeye ndio naweza kusema ni mchezaji tegemeo kwenye eneo la ushambuliaji la Simba hivi sasa tunavyozungumza. Kwa hiyo yeye kama Selemani Mwalimu anatakiwa ule uhusika wa yeye kuwa tegemeo, kwamba viungo wote wanamtazama yeye kwenye kufunga, anatakiwa awe bora zaidi katika hiyo nafasi. Of course anapata nafasi, kwenye matumizi yake ya nafasi anaweza kupata nafasi 4, akatumia nafasi 2 au akatumia nafasi 1. Anatakiwa aboreshe ufanisi wake wa kuzigeuza hizo nafasi kuwa magoli. Unajua sifa ya mshambuliaji, unaweza ukawa bora kwenye positioning. Yaani unaweza kusema huu mshambuliaji mbona anapata nafasi nyingi sana, kwa sababu ya positioning. Anajua kujiposition, kujitengea nafasi ya kupasiwa mpira. Lakini hilo moja, lakini la pili, unapokuwa kwenye nafasi nzuri ya kupasiwa, vipi conversion rate yako? Vipi unavyoitumia ile nafasi ambayo umetengenezewa? Hilo ni jambo lingine la pili. Kwa hiyo ili uwe mshambuliaji mzuri, lazima uweze kujiposition, kuwakimbia mabeki ili kuweza kupata nafasi ya kupasiwa mpira kwa usahihi, lakini pia uweze kufunga hizo nafasi ambazo unatengenezewa. Kwa hiyo Selemani Mwalimu anatakiwa aboreshe katika hilo eneo. So far ni mchezaji ambaye paka hivi sasa namba zake of course zimeongea. Amefunga mabao 6, lakini pia huko ameshafunga mabao 2. Kwenye hii michezo yote miwili ambayo Simba amecheza mpaka hivi sasa ameshafunga katika hiyo michezo yote miwili kwa Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amejipambanua kwenye eneo hilo kwamba ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba. Ndio target man kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini anatakiwa kuboresha zaidi kile ambacho anacho hivi sasa, kwa sababu sio kila mchezo utapata zaidi ya nafasi moja. Kuna mchezo utapata nafasi chache.
unatakiwa kuzitumia hizo nafasi chache ambazo zinapatikana. Lakini ukimtoa Selemani Mwalimu, Simba pia wale wachezaji wanaocheza nyuma Selemani Mwalimu pia wameonekana wanafunga. Anise Oura anafunga, Libasi Gay anafunga, Kratos Chota Chama anafunga, Nio Maema anafunga. Kwa hiyo kuna muda inampunguzia mzigo Selemani Mwalimu. Yaani usipofunga Selemani Mwalimu, kuna Nio Maema atafunga, kuna Anise Oura atafunga, kuna Libasi Gay atafunga, na hao wanaweza kufunga nje ya box kwa sababu wana uwezo wa kushoot outside the box ya nje ya 18 wakafunga magoli ikawasaidia Simba. Kwa hiyo ni faida pia ambayo Simba wanayo katika eneo lao la ushambuliaji, na ndio maana ukitazama takwimu zao mpaka hivi sasa ni wachezaji tu wanaocheza katika eneo la ushambuliaji ambao wana namba za ufungaji katika muungano mpaka hivi sasa. Lakini pia hata ukirejea kwenye ligi kuu ya NBC, ukimtoa Rushan De Rock, ukimtoa yule Ture ambaye alifunga goli moja katika mchezo dhidi ya TRA United, lakini pia ukimtoa, nafikiri ni wachezaji ni Ture na Rushan De Rock ndo ukiwatoa ni wachezaji wanaocheza nyuma wamefunga mabao, lakini wengine wote ni kuanzia eneo la ushambuliaji. Yusuf Kagoma pia amefunga dhidi ya TRA United. Lakini Simba uhatari wao au uimara wao kwenye eneo la ushambuliaji upo kwao ule utatu au wale wachezaji watatu na yule Selemani Mwalimu wanaocheza pale juu ndio wameonekana kuwa bora na imara zaidi. Lakini kwa Selemani Mwalimu kitu ambacho kinatakiwa kuongezeka ni ufanisi wake wa kutizamia nafasi ambazo anapewa. Sasa tuwatazame wachezaji ambao ni muhimu kwa timu hizi, tukianza na Young Africans. Wana Prince Dube, wana Pacome Pedro Zouzoua, lakini pia wana Mudathiri Yahya Abbas. Kama ambavyo namba zinaweza kuwa zinaonekana hapo, Prince Mpumelelo Dube amecheza mechi 9 za CAF akiwa na mabao 2, lakini amecheza mechi 15 za ligi kuu ya NBC akiwa na mabao 8, wakati Muungano amecheza mechi 2 ana mabao 3. Pacome yeye amecheza mechi 10 za CAF na mabao 2, amecheza mechi 13 ligi kuu ya NBC ana mabao 7, wakati Muungano mechi 1 tu hajafanikiwa kupata bao. Kwa upande wa Mudathiri Yahya katika mechi 8 za CAF ametoa pasi 1 ya bao, wakati kwenye mechi za NBC Premier League 14 amefunga mabao 7, na kwenye Muungano amecheza mchezo mmoja na hana bao lolote. Huo ni upande wa Young Africans. Mambo yako namna hiyo. Katika namba hizi ni mchezaji gani pengine anaweza kuwa ni wa kuchungwa zaidi, Lilian? Wote ni wachezaji wa kuchungwa. Kwa sababu gani? Angalia namba za Prince Dube, afangalia namna ambavyo akutana na Simba mechi zake zinavyokuwa ngumu. Prince Dube ni mmoja wa shambuliaji ambao Dube bado hajafunga Simba akiwa na Yanga. Yeah. Bado. Yaani akutana hata akiwa na Azam. Ufikiri nazungumzia akiwa na Yanga bado hajafunga, lakini akiwa na Azam amewafunga mara nyingi. Ndio hicho anasema. Yes. Yaani maanisha kwamba anapokutana na Dube, yaani iwe na yaani tangu ameingia Tanzania jinsi ambavyo Simba akutana na Prince Dube. Na ukimwangalia Pacome, huu ni msimu wake wa 3 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Moja ya kumbukumbu ambao niko nayo, mechi ambayo hata mashabiki wa Simba hadi leo ukiwaamsha ni katika ushindi wa goli 5, au msimu uliopita katika ushindi wa goli 2-0, namna ambavyo Pacome alikuwa moja ya nyota ambaye alihusika katika magoli yote 2 ambayo Simba walifungwa katika mechi ile. Alisababisha penalty, yes. Alafu akatoa assist kwa Clement Mzizi ambao alizaa goli la pili katika. Sio tu alisababisha penalty, alipiga yeye mwenyewe akafunga goli. Unamtazama Mudathir, inaweza sana huu inawezekana ni moja msimu bora sana kwake kwa sababu ya idadi ya magoli ambayo amefunga katika mechi 14 za NBC. Amefunga nusu ya magoli, yani kafunga goli 7 katika mechi 14, na nafasi ambayo anacheza inawezekana imekuwa ni ngumu ya kupata magoli, ila imekuwa rahisi kupata magoli. Kwa sababu gani? Namna ambavyo Young Africans wanacheza katika eneo la kiungo. Kuna circulation moja wanaifanya Young Africans katika eneo la kiungo imekuwa moja ya silaha bora sana kwao. Hujui ni nani ambaye anasimama katika namba 6 katika muda gani. Yaani utaweza ukashangaa ukamkuta Mudathiri haya yuko juu huku Pacome yuko chini, au unaweza ukashangaa ukamkuta Duke Abuya yuko juu alafu unamkuta Pacome yuko chini. Kwa sababu gani? Kumekuwa na circulation kubwa sana katika eneo la kiungo, kila mmoja akimwachia mwenzie nafasi pale atakapokuepo. Kwa nini wanafanya hivyo? Pressing yao imekuwa ni silaha kubwa sana ambao wapo.
hawa ni wachezaji ambao wameonyesha kiwango bora katika kikosi cha Young Africans. Kwa Pacome, hii ni mechi yake ya kwanza kukutana na Simba kwa msimu huu, kwa sababu ile mechi ya raundi ya kwanza alikuwa katika alikuwa na injury. Kwa ni mechi ambayo anatamani kuanzia pale ambapo aliishia msimu uliopita. Kwa kwangu, kwa wachezaji hawa watatu, I believe Young Africans yote ni hatari. Yaani hapa imetoa wachezaji watatu, ila kuna mtu kama Djigui Diarra lazima utazungumza kiwango chake mechi. Kwa mfano Diarra, mechi ya mwisho ambayo Simba na Yanga wanakutana, yeye ndo alikuwa man of the match ya mchezo ule kwa kasi kubwa ambayo alifanya baada ya kufanya clearance za kutosha. Kwa na yeye pia bado ni mwiba kwa Simba Sports Club. Unaenda kwa Duke Abuya ambaye na yeye amezidi kuonyesha ubora mkubwa. Usimsahau Ibrahim Baka. Lakini hapo kwa Ibrahim Baka tumemwona Frank Asink akipata nafasi katika hii mashindano ya Muungano. Yaani inaonyesha ni kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anahitaji nafasi na muda ila mimi kwenye dabi Baka anarudi kwenye namba yake. Of course alikuwa anacheza na Baka. Alikuwa anacheza na Baka. Alikuwa na dabu yeye na Baka katika kwenye dabi mechi ya leo pale nyuma. Remember my name. Kesho tutakuwa wote Mungu akipenda. Anaanza Mwamnyeto na Ibrahim Baka. Yote yanawezekana, lakini mwalimu pia anaweza kalizika na Asink. Performance yake anaonyesha katika michezo miwili. Yani dabi ya Kariakoo inamaanisha nini kwenye performance? Yani it's not about performance. Inawezekana kana performance nzuri sana. Na kweli Asink amecheza vizuri sana katika hii michuano. Ila hii tunapoizungumzia sio tu mechi, tukumbuke. Hii ni derby mechi. Yani ni mechi ambayo ningemuelewa haraka Lydia. Amaanishe kwamba Asink tumemwona kwenye games nyingi na ameonyesha uwezo wake game ambazo hazina mpinzani wa level ya Simba. Azam ni mpinzani wa level ya Simba. Anachozungumza Azam ni mpinzani level ya Simba. Azam sio timu ndogo. Lakini ameperform vizuri pia. Ameperform vizuri. Ila mimi ninachokwambia hii ni derby. Yani kuna kitu kinaitwa derby. Alafu unajua kuna siku tumekaa hapa, tulikuwa na wewe. Tulisema kabisa derby hata ile mechi ya kirafiki Kombe la Mbuzi alisema nani Kinga Mkono hapa. Hata kama wanashindania mbuzi utaona kikosi ambacho kinapanga. Kwa sababu ni Simba na Yanga. Performance. Unajua tunapozungumzia Frank Asink kwa Yanga, the same kwa Simba Ashimbegu. Hatacheza. Umeona? Chelewa yupo. Yaani alichokifanya Ashimbegu kwenye hii michezo miwili akipata nafasi. Yaani wachezaji ambao wameonyesha utashangaa ukimwona kwenye lineup haikushtui. Kwa kile ambacho wamekifanya. Sasa kwenye swala la maamuzi, squad selection kuelekea katika huu mchezo, sijui mwalimu atatazama kitu gani katika hawa wachezaji hawa. Yaani unajua tunaweza kusema kwenye hii michezo miwili wamecheza vizuri. Lakini tunaenda kwenye dabi. Kocha anaweza akasema ngoja niende na performance wise ambayo ameonyesha katika hii michezo miwili. Na muamini ya Frank Asink na muamini ya Shimbegu. Wakaenda, mwalimu akaenda na hiyo. Lakini mwalimu anaweza akasema naachana na performance na tuzungumzie experience ya dabi. Sahihi. Unajua kuna vitu ambavyo mwalimu anaweza kaenda na performance ya hawa wachezaji kwenye michezo yao miwili. Akaenda na performance. Akasema siendi na performance. Of course wamecheza vizuri lakini niende na experience wise. Akasema naenda na experience. Ukienda na experience utamtoa Shimbegu, utaenda na Ture. Utaenda na Rushan Deruk, utamtoa Duchu, utaenda na Kapombe. Sawa. Lakini ukisema hata kwa Yanga the same utaenda na Mwamnyeto, utamtoa Frank Asink. Mimi nakupa mfano mzuri tu, mechi za hivi karibuni. Finali ya Mapinduzi. Walicheza kina Asinki, walicheza kila mtu. Ila ilipofika finali ya Azam na Young Africans, kocha Pedro alifanyaje? Wale timu ambao walikuwa katika michuano ya AFCON walirejea wakaenda Zanzibar. Kwa sababu gani? Alihitaji experience. Walitoka kina Asinki, waliingia kwenye mechi yao kina Dickson Job pamoja na Ibrahim. Lote linaweza kubadilika. Kuna nyakati ambazo exposure. Turudi kwenye hizi takwimu kwa kifupi sana Adrian. Kwa hawa Simba. Pacome amecheza mechi moja kwa Yanga kwenye muungano tu. Lakini Mudathiri pia katika hawa wachezaji watatu tunazungumzia key players. Unahisi hawa wanaweza kuwa katika mazingira hizi takwimu wanaweza kuwa na athari kubwa kwenye hii finali kwa muktadha wa kombe la muungano? Athari ipo, na ukitazama mchezaji ambaye amepata nafasi nyingi katika mchezo ni Prince Dube. Prince Dube kwangu mimi no doubt katika mchezo wa leo yeye ndo anaanza kwangu mimi. Kwa kile amechokionyesha, amepata michezo yote miwili amecheza yeye, lakini kwa Pacome Zouzoua pamoja na Mudathiri Yahya wamecheza mchezo mmoja.
Kwa sababu gani? Katika mchezo wa Azam Pacome alicheza akatoka hakumaliza. Sawa, maanake tuliona akacheza Maxi akacheza kama winga, Alan Okello akacheza kama winga, Mudathiri haya akacheza kama namba 10, nyuma yake akacheza Damaro pamoja na Duke Abuya. Kuna muda unamuona Duke Abuya anapanda, Mudathiri haya anashuka katika eneo la kiungo kwenye ile double pivot kwenye base ya midfield. Kwa hiyo kocha ana machaguo mengi. Anaweza akasema of course Pacome ni mchezaji hatari sana kwenye kikosi changu. Kwenye mchezo wa dabi unahitaji kuwa na wachezaji wako bora wote. Anaweza kaopt kuingia na Pacome kwa sababu Pacome ni mzuri kwenye 1v1. Pacome ni mzuri kwenye kuficha mpira. Akiwa na mpira mguuni ni ngumu sana kumpokonya mpira. Kwa sababu ana nguvu, anaweza kuficha mpira. Yaani ana maamuzi ya haraka mguuni kwake. Kwa hiyo unaweza kusema kaopt kwenda na yeye kwa sababu sasa akiopt kwenda na Pacome maana yake sasa utaona kati ya Mudathiri Yaya na Duke Abuya mmoja wapo itabidi aanzie bench ili mmoja akadabo na Damaro. Wakati huo Alan Okello akacheza kama namba 10 na Max akatokea pembeni. Yaani Yanga wana hiyo lile alizungumzia wanafanya switching wakiwa uwanjani. Kuna muda utamwona Okello pembeni au akacheza ndani au Max akacheza ndani Okello akaenda pembeni. Inategemeana na muktadha wa mchezo unaendaje na mpinzani ameingiaje. Lakini kwa maana ya hawa wachezaji ambao wapo kwa maana Mudathiri haya na Pacome wote wana umuhimu mkubwa. Ukitazama namba zao pia za NBC zinakuelezea jinsi ya uhatari wao na umuhimu wao kwenye kikosi. Kwa hiyo linabaki kwa kocha yeye Pedro kwamba aanze na nani, kwa sababu wote wameonyesha ubora mkubwa kwenye mchezo ambao wamepewa kucheza. Pacome ni hatari, kila mtu anajua uhatari wake. Mudathiri ile energy yake, yani ni mchezaji ambaye anatumika kama pressing machine. Yani ile mpinzani anafanya build up, kocha anafanya tuanze kupress. Yeye utamuona ana press, ataenda kutia pressure kwa mpinzani, utamuona anarudi nyuma kuanzisha mashambulizi, utamuona kushoto, utamuona kulia. Ana hiyo energy ambayo inawapa uhuru wachezaji wengine uwanjani. Unajua kwenye kikosi kuna kocha, yani haiwezekani Pedro na makocha wengine wote waliopita Mudathiri anapata nafasi kwenye kikosi kwa sababu ya ile energy. Max anapata nafasi kwa sababu ya energy. Kuna wachezaji wakiwepo na energy uwanjani wanatoa free kwa wachezaji wengine kufanya mambo yao. Wakina Pacome utaona hapo huru, wakina Alan Okello, wakina Prince Dube. Kwa hiyo Mudathiri ni aina ya mchezaji wa namna hiyo kutokana na ile energy ambayo yupo nayo. Kwa hiyo kwenye mchezo kama huu unahitaji kuwa na mchezaji kama Mudathiri haya, lakini usisahau pia Duke Abuya pia ambaye anaweza kufanya kile ambacho Mudathiri anafanya. Lakini tofauti ya Mudathiri na Duke, Mudathiri goal scorer pia. Anaweza kafunga. Yaani ni mfungaji mzuri. Yaani ana anticipate nafasi. Kuna muda unaona anajiposition katika nafasi ambayo sio kwa sababu yeye huwa katika style of playing wakijiandaa kwamba yeye yuko free kufika kule. Of course yeye ni box to box. Duke huwa afiki mara nyingi sana. Duke ni mtu wa kubaki sana. Hata kama anafika pia ana uwezo wa kufunga kwa sababu inawezekana ukafika kama hauna accuracy ya kufunga usifunge. Yes. Yaani unaweza kuna siku Duke aliattempt kufika na akafunga. Maana akifika anaweza kukupa goli, ila kwenye mtindo wa uchezaji tu ni kwamba huwa sio mchezaji ambaye huwa anaenda mara. Ila huwa anafunga zaidi. Duke atapanda endapo atacheza na Damaro. Yes, akiwa anapiga na Damaro ni yaani ukimwona Damaro kwa sababu Damaro atabaki. Sawa? Utamwona Duke. Kwa ni mgawano wa majukumu uwanjani nadhani. Utamwona anapanda. The same kwa Mudathiri. Mudathiri mara nyingi ni box to box. Yaani utamwona kwenye box lake wakati wanaanzisha mashambulizi. Utamwona kwenye box la mpinzani wakati wanashambulia. Na hapo kwenye box la mpinzani wakati wanashambulia, anticipation yake, yani kukisia kwamba huu mpira utaanguka hapa, ana hiyo uwezo mkubwa. Kwa sababu kuna magoli mengi ambayo unamuona anafunga akiwa ndani ya penalty area, ndani ya 18 na anafunga sana. Kwa hiyo ni ule uhatari wake. Rejea mchezo dhidi ya Pamba. Pasi ambayo anapiga Alan Okello upande wa kushoto. Mudathiri yupo ndani ya box anaenda kufunga lile goli. Tuwatazame wachezaji muhimu wa Simba ambao ni Selemani Mwalimu, Elim Panzu pamoja na Anise Ura.
Tukianza na Selemani Mwalimu, yeye kwenye mechi kuu 7 za CAF ametoa pasi 2 za mabao, lakini kwenye mechi 14 za NBC amefunga mabao 6, wakati Muungano kwenye mechi 2 ana mabao 3. Kwa upande wa Elie Mpanzu, yeye kwenye mechi 10 za CAF amefunga bao 1, lakini kwenye NBC Premier League katika mechi 15 ametoa assist 5, wakati kwenye Muungano amecheza mchezo mmoja tu, hana namba nyingine yoyote, sio ya kufunga wala kutengeneza bao la kufunga. Anise Ura naye kwenye CAF amecheza mechi 3, amefunga mabao 2, wakati NBC Premier League kule amecheza michezo 12 na kufunga mabao 3. Muungano mechi 1, goli 1. Hizi namba maana yake ni nini kuelekea katika fainali leo? Tukianza kumtazama Selemani Mwalimu. Kwa Selemani Mwalimu ni michezo 2 magoli 2. Michezo miwili magoli 2. Wastani wa kufunga mchezo mmoja kila goli 1. Mchezo mmoja kila mchezo amefunga, sio magoli 3 pale, kuna makosa kidogo. Magoli ni 2, yes. Magoli 2. Kwa hiyo hilo yeye kutokana na nafasi ambayo anacheza na majukumu ambayo yupo nayo, tunasema ametekeleza majukumu yake kwa usahihi. Yeye kama mshambuliaji kwa kile ambacho amekifanya. Lakini Elie Mpanzu mchezo mmoja hajafunga, lakini ukirejea katika mchezo wa mwisho dhidi ya Mlandege, yeye alianza kucheza kama mshambuliaji kivuli, force number 9, na tuliona uhatari wake, na hapa ndo tunarejea pale kwenye positioning. Tuliona positioning ya Mpanzu ni nzuri, yani jinsi anavyojiposition, jinsi anavyotoroka mabeki. Kuna mpira ambao ulipigwa na Neo Maema, mpira mrefu wa kuvuka hivi, akafanikiwa kuupata ule mpira, lakini kwenye kuupiga ukaenda kugonga mwamba. Kwa hapo tunazungumzia tena kwenye positioning yake nzuri, lakini bado kwenye finishing bado kuna changamoto. Kwa hiyo Elie Mpanzu faida yake ni nini? Elie Mpanzu mara nyingi mwalimu kwa maana Steve Barker anaweza akamchezesha Elie Mpanzu kama force 9 au mchezaji kivuli. Na ukicheza na mshambuliaji kivuli, mara nyingi unapocheza na timu ambayo inafanya low block, lazima uwe na mshambuliaji ambaye anafanya movement katika box la mpinzani. Zile movement zinasaidia kuwafungua wapinzani na kutitengeneza nafasi. Ndio maana unaona dhidi ya Mlandege alianza na Elie Mpanzu kwa sababu walikuwa wanafanya low block. Na kuwepo na kwa Mpanzu katika eneo lile, Neo Maema katika eneo lile, ili zile movement ambazo wanazifanya Mpanzu, kwa maana utamwona kushoto, utamwona kulia, utamwona katikati, utamwona ana drop deep, kwa maana kuja mpaka eneo la katikati. Lengo kubwa ni kuzifungua nafasi au kuifungua safu ya timu pinzani. Lakini sasa ikitokea unacheza na timu ambayo na yeye anakuja kukushambulia, yani mnapishana, unaweza kusema okay, ngoja nini na target man sasa. Kwa sababu tunapishana, ngoja nini na target man ambaye tunaweza tukampa mipira akafunga, akasimama akazitumia nafasi ambazo tunazitengeneza. Kwa hiyo sasa ni machaguo ya mwalimu ambayo kwa Steve Barker kwenda nayo katika huu mchezo. Akiamua kuanza na Mpanzu kama winga au na Anise Ura kama winga, manake kuna mmoja ile Basgei, kwa sababu ile Basgei hajacheza kabisa haya mashindano. Huenda leo akapata nafasi, kwa sababu tumezungumza ni mchezo mkubwa wa dabi, na kumbukumbu nzuri ambazo mashabiki wa Simba wanazo, performance ambayo ilionyesha katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu alomalizika kwa suluhu pale ni Wamani. Alikuwa ni mchezaji asiyezuilika. Alikuwa na bato kati yake na Mohamed Hussein. Unaona jinsi ambavyo take ons nyingi alizofanikiwa kuzishinda dhidi ya Mohamed Hussein. Kwa hiyo huenda leo akaanza katika mchezo wa leo. Anise Ura, hatari wake, dribbling yake akiwa na mpira mguuni, jicho lake la pasi, uwezo wake wa yani ni mchezaji ambaye hatabiliki. Yani sehemu ambao unatarajia hapigi anapiga. Sehemu ambao utarajia atatoa pasi anatoa pasi. Ndio yupo hivyo. Yani sehemu ambaye hapa hapiti. Mara nyingi anapenda kukimbilia mpira katika touchline au kwenye goal line. Ndio sehemu ambazo anapenda kukimbia na mpira, kwa sababu anaona ana uwezo wa kufanya hivyo ambavyo anaweza kufanya. Kwa hiyo ni wachezaji hatari sana
katika wa Simba wanaocheza katika maeneo ya pembeni. Libase Gay, Anise Oura ambao mara nyingi ndio kocha anawatumia katika maeneo ya pembeni. Kuna muda Eli Mpanzu anaingia anacheza pembeni, au Eli Mpanzu anacheza kama false 9. Kwa hiyo Simba faida ambayo wapo nayo kwa hawa wachezaji ambao wapo hapo ni kwamba ni wachezaji ambao wana hatari kubwa kwenye lango la mpinzani. Yaani kwenye 1v1 nyingi wanafanikiwa kuzishinda. Yaani ukimwacha beki na Mpanzu, beki na Libase Gay, beki na Anise Oura, mara nyingi sana wanafanikiwa kuzishinda hizo battle. Na Simba ile quickly transition, yani kutoka katika lango lao kwenda katika lango la mpinzani, mara nyingi wanaitumia katika upande ambao wanacheza Anise Oura. Rejea goli la Simba dhidi walicheza dhidi ya TRA United, goli la kwanza manafunga Selemani Mwalimu ambao anampiga chenga goalkeeper. Inapigwa quickly transition kutoka nyuma Chama, Anise Oura inapigwa kwa Chama, tena Chama anapiga kwa Selemani Mwalimu. Rejea goli la Simba dhidi ya Pamba Jiji, inapigwa quickly transition kutokea katika eneo la katikati. Alikuwepo ni shuka kwa Anise Oura, inaanzia kwa kiungo, alikuwepo ni Alassane Kante anapiga wantuza haraka kwenda kwa Anise Oura. Anise Oura anakimbia, anamwona Mpanzu. Kwa hiyo unaona ni uhatari kiasi gani ambao wapo nao, hasa timu pinzani ikiwa na mpira na kushambulia, wakifanikiwa kufanya turning over, wakifanya quick transition, wana mawinga ambao wana kasi, wanakimbia kwenye nafasi, wanajua kupiga pasi, na mwisho wa siku inategemea sasa na uhatari, ubora, ufanisi wa mshambuliaji kwenye conversion rate ya hizo nafasi. Ni matarajio yangu na naamini kwamba una kiu kubwa sana kufahamu ni nini kinaendelea wakati huu kutokea visiwani Zanzibar, wakati tukiendelea kusubiri ufike ule wakati wa kuwashuhudia Yanga na Simba wakikiwasha pale New Amani katika mchezo wa fainali ya kombe la Muungano. Na tukiwa tuna ujadili mchezo huo kwa kuangalia details, kwa kuangalia maeneo kadha wa kadha kwa pande zote mbili, kwa Yanga na Simba, ni wasaa ambao tutajiunga na Baraka Atson Lamsi Mpenja ambaye ndiye ataunguruma katika dakika 90 za mchezo siku ya leo kutokea pale Zanzibar. Habari za wakati huu Baraka Atson Mpenja? Gwalugano mwaka lobo. Bila shaka mambo ni mazuri sana. Umependeza studio na wachambuzi wako mko maridadi. Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Hatimaye siku imefika. Huku baba ni pressure, huku ni pressure. Watu wataka kukimbia, wengine wanaona kama muda ukifika mambo yanaweza kama mabaya sana. Okay, Baraka Atson Mpenja, tunafahamu kwamba pressure ni kubwa sana na kila mmoja anautazama mchezo wa Mei 3 kuanzia katika mchezo wa fainali ya leo. Hebu tupe hali ya hewa ya kimtazamo huko na mazingira kwa ujumla, ambako mko karibu kabisa na eneo ambako mchezo wenyewe utapigwa. Kuko vipi? Kwanza kuna story nyingi sana za kuvutia hapa Zanzibar. Kubwa jana wakati wa mazoezi ya mwisho kwa timu zote mbili, kuna kitu kilitokea cha kufurahisha sana. Vile viwanja vya mazoezi katika dimba la uwanja wa Amani vinakaribiana sana. Kwa hiyo Simba alikuwa kiwanja A, Yanga kawa kiwanja B, na walikutana muda unaofanana hivi. Sasa kila mtu akarusha drone, zile kwa ajili ya mazoezi, alimanusura zigongane kule angani kama vitani hivi. Kila mtu anajaribu kuipeleka kwa mwenzie, lakini mwingine naye huyu akasogeza. Ilikuwa tukio moja la kuvutia sana. Na hii yote ilikuwa inaashiria hii Kariakoo Derby imeshafika. Kiukweli Golgano Zanzibar imechangamka sana, pressure imekuwa ni kubwa kwa mashabiki wa timu zote mbili, umakini wa maandalizi kwa timu zote mbili. Ukidodosa kwenye camp ama kambi za timu zote mbili, Yanga wanasema wanahitaji kushinda hili kombe. Wao wakiona taji uwanjani wanabadilika kabisa kuwa watu wakatili zaidi. Kwa hiyo wanataka kutetea taji hili na wachukue shilingi milioni 150 za bingwa. Lakini Simba wana mission mbili. Kwanza wanasema walipigwa maneno kwamba wanaweza kakimbia hii dabi wakajivunja, lakini kwamba wao wanasema
ile ni klabu ya mpira, lazima icheze mpira bila kujali nacheza na nani, na wao hizi mechi kubwa ndo wanazitaka. Kwa hiyo walikuwa wanamtaka sana mtani, kwanza wakumbane naye kwenye fainali, wapambanie kombe. La pili, wapunguze ule uteja ambao karibuni na wasumbua, wamefungwa mechi nyingi sana. Kwa hiyo wao wanataka kucheza na Yanga na wanaamini mechi iliyopita ya ligi kuu ya NBC walistahili kushinda na walicheza vizuri kuliko Yanga. Kwa hiyo wanasema this time around wanamtaka tena Yanga waweze kumpasua mapema kabisa, na Yanga nao wanatamba kwamba mnyama walikuwa wamemtega kwenye mitego, wamerusha ndoana wakamchochea, ameingia kwenye mtego, wanataka kummaliza. Hizo ni tambo za nje ya uwanja, lakini kwa mashabiki wao kama kawaida, kila mtu anaamini hii mechi anashinda, hii mechi hata timu yake itafanya vizuri. Dakika 90 kuanzia saa 2:15 usiku live Azam Sports 1 HD, nafikiri kile kitendawili kitateguka na tutajua nani ni mbabe. I hope itakuwa ni mechi kubwa ambayo ina intensity kubwa, ushindani ambao utakuwa ni mkubwa sana na mahitaji makubwa. Mwisho wa siku dakika 90 zitaamua kama mechi ta break tie ndani ya dakika 90. Tusubiri na kuona kama itakuwa tofauti, maybe inaweza kaamuliwa kwa mikwaju ya penalty, lakini hii ni finali ngumu, na Yanga walikuwa wananidokeza jana kwamba hii ni mechi ngumu kuliko ya Mei 3. Just imagine, hii mechi ni ngumu kuliko ya Mei 3. Maana yake hii ni mechi ni do or die, lazima washinde kombe mbele ya mtani wao wa jadi Simba Sports Club. Kama ungekuwa ni machapisho ningesema wewe ni kitine. Maswali mengi ambayo nilikuwa nakusudia kuuliza umetia majibu ndani yake, lakini natamani kufahamu hali ya hewa kimazingira huko kuelekea mchezo huo ikoje pengine? Sasa hivi ni asubuhi, nikiangalia huko nje jua linawaka na hakuna dalili ya mvua, pengine ibadilike hapo baadaye kwa sababu kumekuwa na hali ya hewa ya kubadilika. Lakini jana kutwa nzima mvua ilinyesha kidogo ikapita, jua likawaka, na leo tumeamka na jua kali mapema sasa hivi, labda ibadilike hapo baadaye. Kitu kizuri zaidi ambacho mimi nimekipenda Zanzibar, hasa katika uwanja wa Amani, mvua inyeshe isinyeshe, ndiki kabumbi inapigika kama kawaida. Ni uwanja bora sana ambao drainage system iko kwenye kiwango bora sana. Mvua inashuka na maji yanafyonzwa, yanashuka chini, mpira unaendelea kuchezwa. Hata mechi ya nusu finali ya Mlandege na Simba kuna mvua ilikuwa inanyesha, kama ulikuwa unashuhudia matangazo, lakini mpira ulichezwa na kukuwa na wasiwasi wote. Kwa hiyo kama mvua itanyesha, pengine inaweza ika disturb kidogo ile flow ya mashabiki kwenda uwanjani, lakini ni dabi, watu watanyeshewa mvua uwanjani waangalie burudani. Kwa hiyo sioni mabadiliko makubwa ya hali ya hewa. Inaonekana hali itakuwa ni nzuri na jua litawaka na mechi itapigwa vizuri. Sisi tuko tayari hapa Zanzibar, na kiukweli hata mimi nasubiri sana kutangaza hii mechi bwana Golgano. Wewe ni mtangazaji, unajua kimuhemuhe cha dabi bwana. Na tamani sana kufahamu Baraka, tulikusikia wewe ulikuwa ni shahidi wa Simba ikipata ushindi wa mabao 3-0 katika mchezo wao wa nusu fainali, na tukasikia kwa kinywa chako kasema kwamba ni nani ambaye alikuwa anasema wanakula kona hawa, ni nani alikuwa anasema hawaitaki dabi hawa, lakini tayari iko wazi kwamba unakwenda kutangaza mchezo huo. Ni mchezo ambao unauona kwenye picha gani, na wewe binafsi umejitayarisha vipi kuzielekea dakika 90 za mchezo huo? Pana shaka kuna mambo ya kimtandao hajakaa sala, lakini kama swali linamfikia basi atakuwa tayari kujieleza. Na nilikuwa nataka kufahamu Mpenja, kama unanisikia vema, tuko pamoja? Golgano, sijakupata vizuri na kwa sababu ya mawasiliano sijakusikia vizuri swali lako unaloniuliza, na fikiri si nzuri sana kutoka huko kwangu. Basi naweza nikarejea tena tuone namna gani ambavyo unaweza kanifikia. Nataka kufahamu jinsi ambavyo umejitayarisha kuzielekea dakika 90 za mchezo huo, kama ambavyo ulikuwa ni shahidi Simba wakati nashinda 3 na ukatushuhudia kwamba nani alikuwa na mashaka, nani alikuwa anasema watakula kona, nani alikuwa anasema hawataki kukutana na Young Africans. Sasa tayari wanakwenda kuna nao, na wewe ndiye mwenye dhamana ya masimulizi ya dakika hizo 90. Umejitayarishaje na unaiona dabi gani ndani ya kichwa chako kuelekea saa 2:15 usiku?
Sasa hapo nimekupata vizuri. Mwanzoni nikafikiri labda umekimbilia Tunduma baba. Naenda Tunduma kwenu huko. Kumbe huko mjini Dar es Salaam. Sasa nimekusikia vizuri sana. Kimsingi binafsi nimeshafanya game nyingi za dabi ya Yanga na Simba au Simba na Yanga. That's number one. Lakini jambo la pili, hii ni mechi sio zoeleka kabisa. Kila zinapokwenda kukutana ni mechi mpya. Mechi mpya kwa maana ya kwamba mazingira yanatofautiana, wachezaji wanajiandaa tofauti, makocha wanajiandaa tofauti, na ukifanya ile situation analysis unagundua kwamba mahitaji ya mechi iliyopita ni tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo lazima uangalie vitu vingi vya msingi kutoka katika timu husika, lakini pia uangalie siasa za nje ya uwanja, wao wanasema nini na mashabiki wanasema nini, lakini mazingira hapa Zanzibar yakoje, pengine watu wanasema nini, uwanja wenyewe ni tofauti na viwanja ambavyo vinatumika katika mechi za nyuma, lakini mashindano ni tofauti. Kwa hiyo hata style ya kutangaza, ile style of comment inabadilika kutokana na mahitaji. Hii ni finali, si mechi ya point 3, si mechi ya point 1 kwamba labda wanaweza kagawana. Hivi lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo hata unapofanya homework yako unagundua kwamba hii ni finali ambayo utangazaji wake unatofautiana na mechi za kawaida. Hii ni mechi ambayo unataka kuisherehesha kwa sababu inatokea mara moja. Ikimalizika leo ni mpaka mwakani tena. Kwa hiyo hata sanaa yake ya utangazaji inakuwa tofauti kidogo, ile intensity ya mechi inakuwa ni tofauti, mahitaji yanabadilika kutokana na dakika zinazozidi kwenda. Kwa sababu mechi kichezo kwa dakika 10, 15, kadri matokeo yanavyozidi kuwa magumu ndivyo ambavyo mahitaji yanabadilika kwa wachezaji, pressure inazidi kuwa ni kubwa. Ni mechi ambazo wakati mwingine hazina ufundi mkubwa, ni mechi za mitego sana. Kwa lazima ujipange kuifanya iwe bora. Kwa eneo hilo mimi sina mashaka. Hizo takwimu, mambo ya msingi kuhusu game, hizo ni vitu ambavyo tunafanya kila siku, lakini kubwa ambalo mimi nasema hii ni mechi ya aina yake. Hii ni mechi ambayo itatazamwa kwa jicho la tatu. Ni mechi ambayo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi yuko pale kama mgeni rasmi, na watu wengi watakaa kwenye television. Jukumu langu ni kuunganisha watu ambao wako nyumbani na wale ambao wanatazama mechi kupitia Azam Sports 1 HD. Nafikiri wamelipia mapema 28,000 wapate burudani, na mimi nitawapa burudani. Nimejiandaa, niko full gado, niko kamili kabisa. Wanamjua Mwamba kiwepo, kazi haina mbaya, haina udogo. Kwa hiyo niko full nondo, niko full mzuka kwa Lugano. Weka usikilize baba mzazi. Kimsingi Pele limepata mkunaji, ndio lugha nyepesi ambayo tunaweza kutumia. Asante sana Baraka Mpenja, na kama kuna chochote kile ambacho tutahitaji kukifahamu basi tutaungana na wewe, lakini tukupe muda sasa kujiandaa kwa ajili ya kutupatia yale madini ambayo tunakusudia kuyapata kutoka kwako, hata yale ambayo hatuyakusudia kaja kama surprise. Wataarifu hapo studio akina Rukaya Mbugita, Gifti Macha, maproducer Salimu anasisi hapo, Mohamed. Sileti zawadi yoyote kutoka Zanzibar. Basi tena limeisha hiyo. Punguzeni maagizo. Wanasema bura Babu Isa lazima, lakini amewakataa. Halua vyote amekataa, haagizwi chochote. Tuko ndani ya viwanjani. Mimi ni Gwalugano Mwakalobo, lakini kutokea hapo ni kuambie kwamba tuna tiketi 4 kwa ajili ya dabi ya Kariakoo Mei 3, mchezo wa ligi kuu ya NBC. Unazipata vipi? Tutakuja na maswali hapa ambayo tutakuuliza. Kama utafanikiwa kujibu vema, basi utakuwa umejipatia tiketi hiyo na utakuwa na room ama fursa ya kutazama mchezo wa ligi kuu ya NBC live pale Meja Jenerali Isamuhyo.